tatu. Kero ya kwanza ni kuchimba mchanga eneo la uwanja wa mpira kinyume na utaratibu na kutupa taarifa wakazi wa pale na kauza kama 15. Mwenyekiti wa kitongoji amekuwa na mfumo wa kuuza maeneo ambayo yanashtua wananchi. Kama anafika sehemu anauza maeneo mpaka ya zaidi ya milioni 10, na ikiwa ni mwenyekiti wa kitongoji. Sasa tujajua utaratibu huo kama ni upo kihalali au yupo kimakosa. Ambao tuambia kuna uwanja wa 8 ambao utakuwa na maonyesho ya 8 ya kanda, ambao tayari kijiji kilikuwa kimetenga ekari zaidi ya 200 na kidogo, lakini mpaka sasa hizi tunakuwa tunadanganywa. Namba 2 ni eneo tengefu la ardhi ambao limetengwa tangu mwaka 1983 ambao tuliweka kwa ajili ya miradi ya vijiji, lakini mpaka sasa hivi kumekuwa kizungumkuti. Liko wapi eneo hilo? Lipo ingia kwenda Shongo. Ambao tuliweka sekondari, lakini sekondari ikawa imehamishwa kwenda Kamsenga ambao ni kata ya Mpanda Ndogo. Kuhamishwa nini ndio mtaka kuiteka ya kule? Sawa. Sasa ardhi ndio hiyo. Ipo. Sawa. Nitaka tupate taratibu za. Tuendelee mwingine. Hilo. Kwanza ninawapongeza kwa mchango wenu wa kumuunga mkono Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kujenga miundombinu ya elimu ambayo mmeitaja hapa. Ninawapongezeni sana. Nimeona haya matofali. Kwanza nazidi kufurahi. Mimi taaluma yangu ni mwalimu. Nikiona wananchi wanapambania elimu, nasema hawa watu wamepata maarifa makubwa na wamethamini sana kazi ambayo Mheshimiwa Rais amefanya. Kwa upendo wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye mimi namwakilisha leo hapa, na mimi kwa niaba yake ninaweka muhuri wa shule ijengwe hapa. Ninarujengwe ndogo, kwa sababu kazi ambayo ninyi mmeifanya ni kubwa mno ya kuanzisha kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Matofali haya na kiwanja hiki cha ekari 5, Mama Samia Suluhu Hassan anatambua mchango wenu. Nataka niwaambie, shule ikiwepo ndo inalazimisha na barabara ifanye nini? Iwepo. Si kama mmenielewa? Vinaenda pamoja. Kwa hiyo michango yenu isisimame.